Mashambulizi yaliyotekelezwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran yameleta ugomvi mpya Mashariki ya Kati. Ugomvi ambao Rais wa Marekani Donald Trump anasema ni wa kumaliza tishio la usalama dhidi ya Washington na kuwapa raia wa Iran nafasi ya kufanya mapinduzi. Katika orodha waliolengwa katika shambulizi la kwanza walikuwa ni viongozi wa serikali wa Irani. Miongoni mwa waliouawa ni kiongozi wa dini Ali Khamenei. Alikuwa ni kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aliuawa katika shambulio la anga lililotekelezwa na ndege ya kivita ya Marekani na Israeli katika makazi yake Tehran mnamo Februari 28. Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86 amekuwa kiongozi mkuu wa Iran tangu mwaka 1989 alipomrithi mwanzilishi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kabla ya hapo alihudumu kama rais mara mbili kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1989. Kufuatia kifo chake, serikali itangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na siku 7 za mapumziko, huku nchi hiyo ikiendelea kwa vitani na Marekani na Israeli. Maendeleo haya yamefufua mijadala kuhusu mrithi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu, si tu baada ya kifo cha Khamenei, bali pia miongoni mwa baadhi ya vitisho vikubwa zaidi ambavyo utawala huo umekabiliana navyo tangu mwaka 1979, ikiwa ni pamoja na maandamano mabaya mwezi Januari ambapo maelfu waliuawa na hofu inaongezeka ya mabadiliko ya utawala unaoungwa mkono na Marekani. Mashambulizi hayo pia yalisababisha vifo vya watu maarufu ikiwemo viongozi wa kisiasa na kijeshi. Jeshi la Israeli lilisema liliwaua viongozi wakuu 40 wa jeshi la Irani. Wafuatao ni viongozi wakuu wa Irani waliotangazwa kuuawa na operesheni ya kijeshi iliyotekelezwa nchini humo. Aziz Nasir Zadeh alizaliwa katika mji wa Sarab mashariki mwa mji wa Azerbaijan, kaskazini magharibi mwa Iran mwaka 1964. Baada ya kufuzu kama rubani alifanya masomo mengine nje ya Irani kama kuendesha ndege za kivita nchini Pakistani. Alikuwa miongoni mwa marubani waliokuwa wakitumia ndege za F-14 katika vita ya Iraq na Irani kati ya mwaka 1980 hadi mwaka 1988. Baada ya kumalizika kwa vita, Nasir Zadeh alishikilia nafasi ya uongozi nje na ndani ya Irani. Alihudumu katika ubalozi wa Rome nchini Italia kabla ya kurejea nchini Irani na kuhudumu katika kitengo cha vita katika jeshi la Irani. Alichaguliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi la anga kabla kuwa mkuu wa wafanyakazi wa jeshi kati ya mwaka 2009 hadi 2017. Baada ya ushindi wa Rais Masoud Pezeshkian mwaka 2024, Nasir Zadeh alichaguliwa kuwa waziri wa ulinzi wa Irani. Shirika la habari kitaifa la Iran limethibitisha kifo cha Ali Shamkhani, mshauri wa kiongozi wa kidini Ali Khamenei, katika mashambulizi yaliyotekelezwa na Marekani. Shamkhani alizaliwa mwaka 1955, eneo la Ahvaz, ni Mwarabu wa Irani kutoka Khuzestan. Alihusika na mageuzi ya kisiasa dhidi ya utawala wa Shah na baadaye kukamatwa. Mwaka 1975 alianzisha kundi la Mansun na Mohsen Rezai ambao baadaye lilikuja kwa kitovu cha Revolution Guard. Miezi 8 iliyopita kulikuwa na uvumi kuwa ameuawa katika mapigano ya awali ya Iran na Israeli. Ila siku kadhaa baadaye iliripotiwa kuwa amejeruhiwa na alinusurika mashambulio hayo. Hakuonekana kwa umma kwa muda hadi alipoonekana katika mazishi ya kamanda ya Revolution Guard. Baada ya vita hivyo, alichaguliwa kuwa katibu na mwakilishi wa kiongozi wa kidini Ali Khamenei katika Baraza Kuu la Ulinzi. Shirika la habari la Iran lithibitisha kifo cha Meja Jenerali Mohammad Pakpour, kamanda wa Revolution Guard, katika siku ya kwanza ya duru iliyotangulia na kuongezeka kwa mapigano iliyojulikana kama vita vya siku 12. Na baada ya kuwa kwa Hossein Salamai, uamuzi ulifanywa kumpandisha cheo Mohammad Pakpour kutoka Brigadier Jenerali hadi Meja Jenerali na kumteua kuwa kamanda mkuu wa Revolution Guard. Katika miezi 8 aliyokuwa akiongoza Revolution Guard, alisisitiza mara kwa mara juu ya utayari wa vita, uwezo wao wa makombora na kutoa vitisho vya moja kwa moja dhidi ya Marekani na Israel. Pakpour alisisitiza kwamba Iran ilikuwa imefikia kilele cha uwezo wake wa kijeshi na shambulio lolote jipya lingekabiliwa na jibu kali na lenye nguvu zaidi. Alionya kwamba ikiwa vitisho vingeendelea, Iran ingeanzisha tena vita kutoka vilipoishia na isingeruhusu washambuliaji kuepuka bila kuadhibiwa. Katika hotuba zake na barua rasmi alisisitiza maendeleo ya teknolojia ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uwezo wa makombora na matumizi ya teknolojia za kisasa katika vita. Mohammad Pakpour alizaliwa mwaka 1961 katika mji wa Arak. Alikuwa kamanda mkongwe katika Revolution Guard. Kabla ya kuteuliwa kuwa kamanda mkuu wa Revolution Guard, aliongoza vikosi vya ardhini kwa muda miaka 16. Abdurrahim Mossab, mkuu wa Meja Jenerali Abdurrahim Mossab, mkuu wa wanajeshi wa jeshi la Irani, aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli.
ambayo yanaaminika kuwalenga viongozi wa juu wa Irani na makamanda wa kijeshi. Mousavi alizaliwa mwaka 1959 katika mji wa Qom na anachukuliwa kwa mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa jeshi la Irani. Kuteuliwa kwake kuwa mkuu wa majeshi ya vikosi vya ulinzi kulikuwa hatua ya mabadiliko katika muundo wa uongozi wa kijeshi. Baada ya nafasi hiyo kushikiliwa kwa muda mrefu na kamanda wa Revolution Guard, Mousavi alijiunga na jeshi mwaka 1979 ambapo alisoma katika chuo cha maafisa wa vikosi vya ardhini. Ana shahada uzamivu katika usimamizi wa ulinzi kutoka chuo kikuu cha Supreme National Defense University. Wakati wa vita vya Iran na Iraq, alihudumu katika kikosi cha mizinga akiwa mstari wa mbele wa vita eneo la Kurdistan na Khuzestan. Alishiriki katika operesheni muhimu na kujeruhiwa wakati wa mapigano. Baada ya vita kumalizika, alipandishwa cheo. Alihudumu kama mwenyekiti wa wakuu wa majeshi kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2008. Kisha akawa naibu kamanda mkuu wa jeshi hadi mwaka 2015. Mwaka 2016 alichukua wadhifa wa naibu mkuu wa jeshi la ulinzi. Baadaye alipandishwa cheo hadi kuwa meja jenerali na kuteuliwa kuwa kamanda mkuu wa jeshi mwaka 2017. Nafasi aliyoshikilia hadi mwezi Juni 2025.